Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI imeliomba Bunge kuidhinisha kiasi cha shilingi trilioni 11.78 ikiwa ni makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Spika, ninaomba Bunge lako likubali kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2025-2026 yenye jumla ya shilingi trilioni 11 bilioni 782 milioni 984,202 kwa ajili ya ofisi ya Rais TAMISEMI na taasisi zilizo chini yake, fungu namba 56, Tume ya Utumishi wa Walimu fungu namba 2 na mafungu 26 ya mikoa yakijumuisha halmashauri 184. Akiwasilisha bajeti yake, amewaelekezwa kuwa mikoa na wakurugenzi kuzingatia vipaumbele ambavyo vimewekwa, ikiwemo ukusanyaji wa mapato kufikia malengo na hata mvumilia mtumishi mzembe. Waziri Mkuu mstaafu hayati Edward Moringe Sokoine tarehe 26 mwezi Machi 1983 alisema, ole wake kiongozi mzembe na asiye na nidhamu nitakayemkuta. Viongozi wazembe na wabadhirifu wahesabu siku zao, labda tusiwajue. Hawa hatuna sababu ya kuwapa imani kuwa tutawalinda kama vitendo vyao viovu. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kutokuwa na muhari na watendaji wote wazembe na wabadhirifu wa mali za umma, ambapo mwaka 2024-2025 watumishi 2297 wamechukuliwa hatua za kinidhamu. Kati yao wakurugenzi ni 9, wakuu wa idara na vitengo 81, watumishi wa sekta ya ujenzi 43 na watumishi wa kawaida 2164 wa kada nyingine. Ofisi ya Rais TAMISEMI itaendelea kusimamia nidhamu na uwajibikaji wa watumishi wa umma. Kwa upande wa wakala wa mabasi yaendayo haraka BRT, amesema wanatarajia kukamilisha ununuzi na mtoa huduma kwa njia ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi ya uendeshaji wa mradi huo wa mabasi yaendayo haraka awamu ya kwanza na ya pili. Mheshimiwa Spika, tulipotoka kulikuwa na vumbi, lakini leo tunatembea kwenye lami. Tulipotoka kulikuwa na miteremko isiyopitika. Leo tuna barabara zinazounganisha ndoto na fursa. Kuongeza kwa barabara ya changarawe kwa 81.16 na lami kwa 71.22 ni ushahidi wa nchi inayojenga misingi wa maendeleo kwa kila Mtanzania, kuanzia kijijini hadi mijini. Huu sio mradi wa barabara tu, huu ni mradi wa matumaini. Kila kilomita mpya ya barabara iliyojengwa ni daraja kati ya masikini na maendeleo, ni njia ya mtoto kufika shuleni, mama kufika hospitali, mkulima kupeleka mazao sokoni na taifa kusonga mbele. Kuongeza mtandao wa barabara kutoka kilomita 108,949 hadi kilomita 1,144 si takwimu tu, ni mabadiliko ya kweli yanayoonekana, yanayogusika na yanayogusa maisha ya kila Mtanzania. Barabara hizi, Mheshimiwa Spika, ni sauti ya serikali inayosema hatukuwaacha nyuma. Hizi ni njia zinazotufikisha kwenye Tanzania ya viwanda, fursa na mshikamano wa kitaifa. Huduma ya mabasi yaendayo haraka. Mheshimiwa Spika, ofisi ya Rais TAMISEMI imetekeleza ilani kwa kutoa huduma ya mabasi yaendayo haraka kupitia DART kama ifuatavyo: kusambaza kadi janja 1062 kati ya 200,000 katika awamu ya kwanza na kusimika mageti janja kwenye vituo vyote 27. 2. Kusimika mfumo wa kielektroniki wa ukusanyaji nauli ambao utafungamanishwa na mfumo wa kuongeza magari ambao upo kwenye hatua ya ununuzi. 3. Kununua watoa huduma watatu wa uendeshaji kwa njia ya ubia wa mradi wa mabasi yaendayo haraka awamu ya pili, na mikataba imekwisha sainiwa. Mheshimiwa Spika, kwa muda mrefu watu wa jiji la Dar es Salaam wamekuwa wakisubiri, wengine kwa matumaini, wengine kwa mashaka, lakini wote kwa kiu ya mabadiliko. Leo kwa mara ya kwanza tunasema subira yao haikuwa ya bure. Kupitia ubia kati ya serikali na sekta binafsi, tumefanikisha hatua ya kihistoria kusaini mikataba na kutoa huduma ya watoa huduma watatu wa uendeshaji wa awamu ya pili ya mabasi yaendayo haraka. Hili ni tukio la mwanzo wa zama mpya, sio tena hadithi ya ahadi zisizotekelezwa, bali ya huduma bora zinazoonekana kuguswa. Great things takes time. Kwa upande wa kamati ya kudumu ya Bunge ikaja na mapendekezo katika kuboresha huduma mbalimbali ikiwemo uhaba wa matundu ya vyoo. Mheshimiwa Spika, kamati inapongeza serikali kwa uwekezaji mkubwa sana wa ujenzi wa majengo ya shule mbalimbali za msingi na sekondari. Hata hivyo, wakati
wa uchambuzi wa taarifa bajeti ya halmashauri mbalimbali zilizowasilishwa mbele ya kamati, kamati ilibaini kuwa kuna upungufu mkubwa sana wa matundu ya vyoo katika shule nyingi. Kamati inaona kuwa hali hii si nzuri kwa ustawi wa taifa la Tanzania. Kutokana na hali hiyo, kamati inashauri kama ifuatavyo: moja, serikali ifanye tathmini ili kubaini ukubwa wa tatizo la upungufu wa matundu ya vyoo katika shule zote za msingi na sekondari nchini. Mbili, serikali ifanye tathmini ya ubora wa vyoo katika shule zake zote za msingi na sekondari nchini, hasa kwenye shule kongwe. Tatu, serikali iweke mkakati wa kumaliza kabisa katika shule zake za msingi na sekondari nchini, na katika kila mkoa na halmashauri zote zenye upungufu wa vyoo zisimamiwe kwa kuweka mkakati wa kutatua na kukomesha kabisa tatizo la ukosefu wa vyoo pamoja na ubora hafifu wa vyoo katika shule zake zote za msingi na sekondari. Kamati inampongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uthubutu wake wa kuwezesha kujenga shule nyingi za sekondari, hasa sekondari za wasichana za mikoa, sasa sekondari za wavulana za kanda. Kamati inapongeza zaidi hasa baada ya shule hizi za sekondari za wasichana mikoa kuwa maalum kwa ajili ya kufundisha watoto wa kike sayansi, hivyo kuongeza idadi kubwa ya wanasayansi. Mheshimiwa Spika, kamati inatambua kuwa ili masomo ya sayansi yafundishwe vyema na ili wanafunzi waweze kuelewa vyema sayansi, ni muhimu sana kuwepo na maabara pamoja na vifaa vyote vya maabara kwenye shule zote. Hata hivyo, kamati wakati wa ukaguzi wake kwenye miradi mbalimbali ya shule hizi imegundua kuwa hakuna baadhi ya vifaa vya maabara kwenye shule ambazo ilitembelea. Aidha, kamati ilibaini kuwa asilimia kubwa ya shule hizi tayari zimekwisha dahili wanafunzi wanaosoma katika shule hizi, na kwamba wengine wanatarajia kufanya mitihani yao ya mwisho mwezi Mei mwaka 2025. Kamati ina hofu kuwa wanafunzi hao, kama serikali isipokuwa na mpango wa dharura, watafanya mitihani yao bila kuwa na uwezo wa kufanya mitihani ya mafunzo kwa vitendo, yani practical, kutokana na kutokuwepo kwa maabara. Kutokana na hali hiyo, kamati inashauri mambo yafuatayo: serikali iweke mpango mkakati wa dharura wa kuhakikisha kwamba inapeleka vifaa vya maabara kwenye shule hizi zote 26 za wasichana za mikoa bila kuathiri mpango iliyowekwa ya upelekaji vifaa vya maabara katika shule nyingine za sekondari. Kwa kuwa tatizo hili la uhaba wa vifaa vya maabara katika shule za sekondari nchini ni la muda mrefu na linaonekana kuwa gumu, kamati inashauri serikali itenge fungu maalum kwa ajili ya kutumia chanzo maalum na cha kudumu kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya maabara kwa ajili ya shule za sekondari nchini wakati wote vinapohitajika. Na wabunge wakapata wasaa kuchangia bajeti hiyo, suala kubwa likiwa ni miundombinu. Ina barabara 6. Ina barabara 6. Barabara ya kwanza Maore Vuje. Barabara ya pili Ndungu Lugulu. Barabara ya tatu Kizangaze Vumba Mtii. Barabara ya 4 Mpirani Dispensary Dindimo. Barabara ya 5 Maore Kalungoyo. Barabara ya 6 Mpirani Bombo. Mheshimiwa Spika, niliposimama hapa nikizungumza, barabara zote hizi hazipitiki. Hazipitiki hizi barabara. Naishukuru serikali Mheshimiwa Spika. Tena naishukuru mno serikali, ilinipa pesa nyingi sana za kujenga hizi barabara. Tulipewa pesa, lakini jimbo langu lina mvua kubwa sana milimani. Barabara hizi zote Mheshimiwa Spika, ninaposema hapa sasa hivi, zote hazipitiki, si kwa pikipiki pamoja na magari. Wananchi wanabeba mizigo kwa shida sana. Mheshimiwa Spika, Jumatatu juzi tarehe 14 mwezi wa 4, wananchi wa tarafa ya Gonja hapa Lugulu hapa waliamua nao sasa waingie kutengeneza barabara ya Ndungu Lugulu. Mchengerwa, Mheshimiwa Waziri, nimekuletea video kwenye WhatsApp yako na umeisoma, na nimekuletea picha zingine 3 za barabara. Wananchi wameamua kuingia watengeneze barabara wenyewe. Mheshimiwa Spika, vijana zaidi ya 180. Sio jambo la kawaida, kwa sababu tarafa ya Gonja yote imefunga. Mheshimiwa Spika, naomba nikwambie ukweli. Tunajua, na mimi na wananchi wangu wanajua, kwamba mmetupa pesa nyingi sana, lakini sasa wamekwama.
Lakini ukiangalia kazi za TASAF nyingi tunazifanya halmashauri. Nilikuwa nadhani Mheshimiwa Spika, ikiwapendeza TASAF irudi TAMISEMI ili tudili nao moja kwa moja. Kuna kitu Mheshimiwa Spika, wenzangu mnaotoka vijijini mnafahamu. Familia maskini zilizokuwa zinapewa pesa na TASAF 30,000. Yaani yamekuja masharti, tunajiuliza hawa watu waliotengeneza haya masharti wao wanakaa dunia gani? Zile familia maskini wale wazee ili apewe zile hela alivyokuwa anapewa mwanzo, lazima akalime barabara. Mbunge unafanya ziara unakutana na bibi wa miaka 70, 65, amepewa hatua 10 za kupalilia. Utaendelea na ziara au inabidi umsaidie? Na unajiuliza, unajua tuko tofauti. Mtu aliyekulia bofro na siagi huwezi kulinganisha na mtu amekulia uji wa muhogo afu unalima mpaka saa 11. Haya mawazo yanafanyika kwa watu ambao hawafanyi research vizuri vijijini. Kule vijijini ukikuta mtu ameshakuwa mzee, kwanza amezaa watoto 16, halafu naenda kumpimia hatua 10 ili umpe 30,000. Hii serikali ni tajiri sana Mheshimiwa. Nilikuwa nadhani haya majukumu yarudi moja kwa moja kwa wakurugenzi ili tudili nao, na hawa waliotengeneza huo utaratibu sio sahihi kabisa. Familia maskini, mtu mzee aliyekimbiwa na watoto wake amewasomesha, mko mjini mmeniga tai, mama analima vibarua tena vya kulipwa 30,000. Hili nadhani pia tunahitaji kuliangalia. Lakini nashukuru Mheshimiwa Waziri, umezungumza swala la mwendo kasi. Kwanza nashukuru kwa kuwa unachukua maeneo machache ya ushauri wetu sisi wazoefu. Mheshimiwa, bado tatizo sidhani kama tutaritibu. Kama serikali wewe ndo unanunua magari, alafu unampa mtu kuendesha, kila mtu anatafuta faida. Kila mtu anatafuta faida. Mimi siwezi kufanya kazi ya bure. Lazima atachukua changu tuje tukutane kwenye makaratasi kwenye matatizo. Nadhani Mheshimiwa, kama tumeweza kujenga miundombinu ile, jukumu la uendeshaji tuwape sekta binafsi. Yeye mwenyewe na kila kitu cha kwake. Na hii kazi si lazima tuwape wageni. Si lazima. Wako watu wa Tanzania kabisa wanaoweza kufanya hizo kazi. Kupeleka mabasi Mbagala, kama mtu ana gari 100 anapeleka mpaka Rungwe. Yaani kwenda Mbagala tunahitaji kuleta watu wazungu kweli? Ninadhani research zenu na hawa wanaokuja hawana uchungu na Watanzania. Wao wanakuja kuchuma ili waende kwao. Kwa hiyo hizi kazi ambazo tunaweza kuzifanya sisi wenyewe, ninadhani kuna umuhimu wa kuwapa watu wazawa ili waweze kufanya hizo kazi. Kutoka Dodoma, mimi ni Zaituni Mkwama.